Amen. Tena wakora nĩ werutagira indo ciaku. Na macaragia Ngai na indo ciaku tore twathomaga last week about seeking God with the whole what he has given you. Gũcaria Ngai na kĩrĩa akũhete. Wakora rĩu tene nĩ wacaragia Ngai na indo ciaku. No nĩ wakinyire handũ ũgĩtiga kwĩrutĩra. Kĩrĩa gĩathirire nĩ grace. Amen. So nataka Mungu atusaidie siku ya leo tuweze kusoma habari ya neema ya kumtafuta Mungu. Maana wakati tutapata hii neema, tutikaringĩrĩrio kinya gũka mahoya. Tutikaringĩrĩrio kinya gũthiĩ ngwatanĩro. Tutikaringĩrĩrio kinya gũka kanitha tene. Amen. Tondũ neema ĩ thĩinĩ witũ nĩyo ĩrĩtũteithagia kũruta wĩra wa Ngai na kũmũcaria ũrĩa kwagĩrĩire. Lakini neema ikiweza kuondoka, utakuwa unakuta mtu ana mambo yote ni kuringĩrĩrio. Amen. Maũndũ mothe no kuringĩrĩrio. Kero ũka kanitha tene, kona mũndũ ũcio ndarenda. Kero ũthiĩ ngwatanĩro, kona mũndũ ũcio ndarenda. Ũkero ina, mũndũ ũcio ndarenda kũina, andũ maikĩina maikarĩte thĩ, tondũ kĩrĩa atarĩ nĩ neema ya gũcaria Ngai. Mwathani arogocwo. Na maandĩko magĩtwĩra cariai Ngai harĩa angĩoneka. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 55. Na ndiko ilituambia kwamba tafuteni Bwana maadamu anapoweza kupatikana. So wakati neema imeashiriwa watu wa Mungu, hiyo ndio wakati unakuanga mzuri wa mtu kutafuta Bwana. Lakini ile neema nataka kukuambia kwamba inaweza kuondoka kwa sababu ya circumstances fulani. Amen. Utugi wa Ngai wako gũcaria no wehere nĩ tondũ wa circumstance kana seasons. Amen. For example, wewe ni kijana sahihi, uko na nguvu za mwili na umekataa kumtafuta Mungu. Wakati mtafika uzeeke, ukute ya kwamba hauna nafasi sasa ya kumtafuta Mungu vizuri. Na ndio maana matubiraga tuhudhire grace wega. Amen. Ndio maandiko inatuambiaga tutumie neema ya Mungu vizuri. So saa hii tuko na hii neema watu wa Bwana. Saa hii tuko na nguvu, ni vizuri tutumie neema ya Mungu katika hali ya kumtafuta vile ipasavyo. Amen. Mwathani arogocwo. Na twamũcaria ndiye kuonekana thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Tutaanza na kitabu cha Jeremiah chapter number 29 and verse 12. Jeremiah 29 verse 12, hiyo ndio tutaanza nayo. Na Mungu wetu atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Maandiko haya hapa juu ndipo huwa tunasoma sana katika mstari wa 11. Huwa tunasoma sana na watu wengi wanaelewa hii maandiko. Lakini mstari wa 12 na 13 hapo chini watu wengi hawaelewaki, kwa sababu unasomaga tu mstari wa 11 ambao unasemaga, kwa maana ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, asema Bwana, ni mipango ya kufanikisha wala si ya kuwadhuru, ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu unajulikana sana. Watu huwa wanausoma sana. Wakisema kwamba Mungu ako na mpango mzuri juu yangu. Mwathani arogocwo. Lakini kuna kitu kingine tunakosaka kusoma hapo chini ambacho kitatusaidia mipango hii ya Mungu anasema hapa itimie juu ya maisha yetu. Na ndio sasa nataka tusome mstari wa 12 tuone vile maandiko inasema. Katika mstari wa 12 inasema, kisha mtaniita na mtakuja na kuniomba, nami nitawasikiliza. Amen. Kwa hivyo ndio uweze mipango ya Mungu iweze kutimia. Hii Mungu anasema ya kwamba anaijua. Kitu cha kwanza maandiko inasema, kisha mtaniita na mtakuja kuniomba. Mwathani arogocwo. Ati kisha mtaniita na mtakuja kuniomba, nami nitawasikiliza. So verse 11 maandiko inasema kwamba kwa maana ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, asema Bwana, ni mipango ya kuwafanikisha wala si mipango ya kuwadhuru, ni mipango ya kuwapa tumaini. Ndio upatiwe hii tumaini na Mungu katika hizi siku zijazo. Maandiko inasema kisha mtaniita. Amen. Sasa hapa ndipo mtu anahitaji neema
ya kumuita Mungu. Amen. Ndio mipango ile Mungu ako nayo juu ya maisha yako ifanikiwe na itimie, lazima upate kumtafuta Mungu. Lazima utafute Bwana, uombe Bwana akupatie neema ya kumtafuta. Na nikiwa Bwana ndiarauga kiongea na kisha mtaniita. Amen. So kuna uwezekano mambo yako ikose kukua mazuri kwa sababu umekosa kumuita Mungu. Amen. Kwa sababu umekosa kumtafuta Mungu. Kuita Mungu ni kutafuta Mungu. Unakuja asubuhi na mapema katika nyumba ya Bwana, unamuita, unamwambia Mungu, nimekuja kukuita. Naye anasema nami mkisha mtaniita, nami nitakuja. Amen. Mwathani agoso. Mwathani Yesu wakati na kugatiriri, na mtakuja na kuniomba. Kwa hivyo watu wa Mungu, neema hii ya kutafuta Mungu inakujanga kupitia maombi. Mwathani agoso. Ukisikia kwamba unaishiwa na nguvu ya kutafuta Mungu, unahitaji kuingia katika maombi. Na kutafuta Mungu ni kwa hali tofauti kama vile nimewafunza hizo wiki kadhaa zimepita. Ukisikia ile hali ama ile eneo ambayo huwa unamtafuta Mungu ndani yake umepungukiwa na neema, unahitaji kuingia sasa katika maombi. Mwathani agocwo. Ubati kuingira thĩinĩ wa mahoya. Umenye rĩu mahoya nĩmo magũgũteithia. Akorwo warĩ mwĩrutĩri wĩra-inĩ wa Ngai, magũteithie ũgĩe na ngoro ĩyo rĩngĩ ya kwanja kwenda kwĩrutĩra. Mahoya nĩmo magũgũteithia nĩgetha ũigue rĩu nĩ ũkwanja kwenda gũteithia andũ arĩa matehotete. Mwathani arogocwo. Mahoya nĩmo magũgũteithia kũigua rĩu nĩ ũkwenda kũrokaga nyũmba-inĩ ya Ngai tene nĩgetha ũmũcarie tondũ arauga mwanjĩta nĩ ndĩmwĩtĩkaga. Amen. Na mwahoya na nĩ ndĩmũiguaga. Bwana asifiwe sana. Kisha mtaniita na mtakuja na kuniomba, nami nitawasikiliza. Ngai nĩarĩtũthikagĩrĩria. Koguo Ngai agũthikĩrĩria rĩ, haha rĩu hagũthikĩrĩrio nĩ Ngai nĩ harĩ neema ĩrokĩra. Amen. Wakati Mungu amekusikiza, neema yake sasa inakuja katika maisha yako. Unasikia sasa unataka kuendelea. Unasikia sasa hautarudi nyuma. Unasikia sasa utamtafuta zaidi kwa sababu tayari ameshuka ndani yako baada ya wewe kuomba. Amen. So lazima ujue ya kwamba before Mungu aweze kukutimizia mipango aliyonayo mizuri katika maisha yako, lazima na wewe uplay your part. Amen. Onginya thaka part yaku. Ungĩaga gũthaka part yaku, Ngai agũtũũra ũrĩ o Ngai na arĩa gũtũũra ũrĩ o mũndũ ũtarĩ gũcenjania mũtũũrĩre. No ũngĩ-play part yaku, Ngai agũtũũra Ngai na arĩa wamwĩta gwĩtĩke, wakũhoya akũigue na agũthikĩrĩrie tondũ nĩ wamũcaria. Amen. Neema yake rĩu yũke igũrũ ya mũtũũrĩre waku. Ũigue ũrenda kũhoya makĩria. Kama ulikuwa umejifunga siku moja, neema ikishuka juu yako, usikie sasa utafunga hata siku 3. Usikie utafunga hata wiki. Amen. Kama neema ikishuka ndani yako, kama wewe ulikuwa unakuja kanisa saa 3, unasikia sasa utakuja saa 1 asubuhi. Kwa sababu tayari neema ya Mungu imeshuka ndani ya maisha yako. Amen. Mungu anasema mkiniomba nami nitawasikiliza. Amen. Naomba tusikilizwe na Bwana siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 13 unasema hivi: mtanitafuta na kuniona. Amen. Mwathani arogocwo. Maida sasa hiyo fori kidogo. Baada ya neema ya Mungu kushuka juu ya maisha yako, utamtafuta Mungu na utamuona. Amen. Na hiyo ni kumaanisha kuna neema ikikosa, unaweza kutafuta Mungu ukose kumuona. Amen. Lakini neema ikiwepo, utugi wa Ngai weho wĩthĩ-inĩ waku, ũrĩcaragia Ngai ũkamuona, ũrĩhoyaga o hanini mahoya magacokio, ũrĩũkaga tu kĩgongona-inĩ ũguo, o ndagĩka ndarĩ ũkona maũndũ mangĩ gwĩkĩka tondũ Ngai arauga mũtanitafuta na kuniona. Amen. Mutakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Amen. Sio tu kutafuta Mungu, lakini ni kumtafuta kwa moyo wako wote. Amen. Na hii sasa ndio neema unahitaji ya kumtafuta Mungu na moyo wako wote. Ndio neema hii ishuke, mtu wa Mungu. Si eti utakuja tu hapa uombe dakika 2. Bwana
asifiwe. Ngeithia na guoko gwaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Neema ĩno ya Ngai rĩ, nĩgetha yũke mũtũrĩre-inĩ waku rĩ, ti kũhoya tu ndagĩka igĩrĩ. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, hebu turudie huo mstari wa 13. Inasema ya kwamba mtanitafuta na kuniona mutakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Amen. Mundu acaria Ngai na ngoro yake yothe, rĩu Ngai nĩokaga. Amen. Ũtugi wa gũcaria Ngai ũgaikũrũka thĩinĩ waku, ũkagĩa na ũhoro wa kũmũcaria na ngoro yaku yothe na kĩonekane thĩinĩ waku. Lakini kama wewe unamtafutanga Mungu kwa moyo nusu, amen, ama unamtafutanga tu kama ni kawaida, hawezi patikana ndani yako. Lakini utakapoamua kumtafuta na moyo wako wote, usahau mashida zako, usahau hali ambazo unapitia katika maisha, uamue kumtafuta Mungu, lazima ataonekana. Amen. Kayarauga twamucaria na ngoro citu ciothe nĩ akuonekana. Amen. Rĩu kaingĩ tũkaga gũcaria Ngai o tũkĩririkanaga mathĩna marĩa tũtigire mũciĩ. Woka gũcaria Ngai akũninĩre mathĩna macio, no wauma gũkũ no wĩrĩ ona nganja kana nĩ magwĩkĩka. Ũngĩcaria Ngai ũriganĩrwo nĩ marĩa ũragerera, ũcarie Ngai na ngoro yaku yothe, Ngai nĩacurikagĩra mathĩna macio. Amen. Mungu atashughulikia hizo mashida. Lakini ukiomba ukiwa na shaka, ukitafuta Mungu ukiwa na shaka, ukiwa 50-50. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ndendaga mũndũ 50-50. Ngai ndendaga mũndũ 100%. Unapoenda mbele zake unajua hapa ndipo msaada wangu huko na hapa ndipo nitasaidika. Amen. So unamtafuta kwa moyo wako wote bila kubakisha kitu. Amen. Kuna watu wanamtafutana wakiwa wanabakisha wakiwa wamejiwekea kaevo kengine kao hapo. Kama watu wengine unasikiaga wakisema ati mahonokaga 90%, ati 10% ni yako iroirira, ati ni yako iyuriria kungithuka. Ngai arenda mundu urahonoka 100%. Amwirekererie, amurwirire maundu-ini mothe. Amen. Mundu ucio niwe Ngai arauga haha, ukitakapo niita nitakuja. Amen. Na nitaonekana ndani yako. Verse 14. Inasema hivi verse 14. Inasema nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliotekwa. Nitawakusanya kutoka mataifa yote ya mahali pote nilipokuwa nimewafukuzia. Nami nitawarudisha mahali ambapo nilikuwa nimewatoa. Walipochukuliwa uhamishoni, asema Bwana. Bwana ni arogosha. Mtu akitafuta Mungu na moyo wake wote, hata mambo yake ile ilipotea inaanza kurudi. Amen. Na ndipo nilikwambia kwamba samani unaweza kuanza kufikiria samani vile ulikuwa unaomba, vile ulikuwa unatafuta Mungu, vile ulikuwa unaenda kesha. Bwana ni arogosho. Nimewahi kusikia watu wengi wakitoa maushuhuda wanasema, "Hey, ndatari muyuthi, twathiaga kesha ngana gũkũ Bushi, twathiaga na gũkũ ngana gũkũ Girigiri. Kaigua twathiaga revival, twekaga 1 2 3." Na unaangalia huyo mtu, unaona huyo mtu bado si ati amezeeka, unashindwa. Kwa nini hiyo nguvu alikuwa anafanya saa hiyo hawezi kuitumia saa hii? Bwana Yesu asifiwe. Ni neema iliisha. Lakini neema inaporudi, neema ya kutafuta Mungu ikirudi, kile ambacho ulikuwa nacho samani inaanza kurudi. Bwana ni arogosho. Kama wewe ulikuwa na kipawa cha kuimba, neema ya Mungu ya kumtafuta ikirudi ndani yako, hiyo kipawa inaanza kurudi. Ukimtafuta zaidi kwa bidii inarudi kabisa. Na inakuwa na nguvu hata kushinda mbeleni vile ulikuwa, kwa sababu umemtafuta Bwana. Amen. Maandiko inasema nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliotekwa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Mungu mtu kutafuta Mungu, watu wao waliotekwa, vitu zake zilizotekwa, mali yake iliyopotea, Mungu anaanza kuirudisha. Amen. Ningirira wacaragia Ngai na indo ciaku, we indo Ngai akuhete. Rĩrĩa watigire kũmũcaria ikĩanja kũũra o kahora. Ngai arauga wa gũcokerera na njĩra ya kũmũcaria rĩngĩ. Indo icio nĩ akwanja gũcicokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome kitabu cha Hebrews ama Waibrania 11 mstari wa 6.
Waibrania 11 mstari wa 6 na tuone vile inasema kuhusu neema ya kutafuta Mungu. Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews chapter number 11 and verse 6. Inasema hivi. 15 kwani saa hii hawezi kufanya hivyo? Si wewe ndiye ulikuwa unafanya hivyo saa hiyo? Kama ni mwili ulibadilishiwa. Wadhani ya wasi. Ni wasaidia hiyo mwili. Ithetowe. Owe wathi ya kesho ugacaria Ngai ithetowe wekuo mothe. Owe waina goguo warugaruga karugamio ri ithetowe. Omba neema irudi. Neema ndiyo ndiondoka. Amen. Omba neema irudi mtu wa Mungu. Wacha kutia mbegwatagia renge twana. No ukorwo ringiana kagate. Iri twana ni tugiragia thikesha. Area ni nyingi za kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama watoto ni wanasuia uende kesha, si uamke basi ukuje asubuhi na mapema. Kwani watakusuia kesha na wakuzuia kukuja asubuhi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tulisema kutafuta Mungu ni kwa njia nyingi. Surete kile uko nacho sasa. Utafute Mungu nacho. Amen. Tusalie kaina kile wewe nakio. Tusaidie method. Mwadhani ya gosi. Kama umezeeka uruki zamani vile ulikuwa unaruka ukiwa kama msichana wakaliuki. Mwadhani ya gosi. Leo tusalie kaina kile Ngai yakuhete. Mwadhani ya gosi. Ugenie tondu nie ndingehota guthii kesha kuruga. Sai wothe karumo kesha ndinaleha. Une gucaria Ngai kile yakuhete. Amen. Bwana asifiwe sana. Maandiko mega tunda langu ni bora kuliko dhahabu. Itunda la Ngai. Haleluya. Na haya tusalie Ngai kinya twaje kuona matunda maya leo. Mwathani agocwo. Twaje gucaria Ngai kinya twaje kwamukira matunda. Imagine hatujapokea. Amen. Mungu anasema matunda lake ni safi kuliko dhahabu. Kila nitoacho hupita fedha hiyo bora. Naomba Mungu awasindishie neema ya kumtafuta katika jina la Yesu. Mpaka muanze kupokea matunda. Muanze kupokea urithi wenu katika jina la Yesu. Hallelujah. Wacha nimalizie na scripture moja ambayo iko Psalms 27 verse 4. Psalms 27 verse 4 hiyo ninamalizia nayo tuweze kuingia katika ibada ya pili katika jina la Yesu. Psalms 27 verse 4. Psalms nafuni mirongo ĩrĩ na mũgwanja mũhari wa inya irauga atĩrĩrĩ, jambo moja ninamwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Amen. Huyu ni Daudi alikuwa anaongea hii maneno. Daudi alikuwa na shauku. Amen. Shauku ya kutafuta Bwana. Shauku ya kukaa kwa Bwana. Amen. Sijui kama siku ya leo kutapatikana watu kama Daudi ambao wako na shauku mena nyota. Amen. Ndio goko. Nyota wagocaria Ngai. Daudi arauga atiriri, undu umwe tu ndĩrirĩirie na ndĩrahoya. Njikare kana ndũre nyũmba-inĩ ya Ngai. Amen. Nĩgetha matukũ makwa mothe nĩgetha nyonage wega wa Ngai na kũmũcaria ndĩ kũu hekarũ-inĩ yake. Amen. Mwathani agocwo. Si hata umebaki na kitu kimoja tu. Mambo hiyo ingine yote iishe, ubaki na kitu kimoja. Useme mimi jambo moja tu nataka Mungu, niweze kukutafuta, nikae katika nyumba yako siku zote za maisha yako. Nigetha ngucaragie. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na shauku kama hivi Daudi anasema. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema jambo moja ninamwomba Bwana. Kwa hivyo kumwomba Bwana itakusaidia kumtafuta. Amen. Hili ndilo ninalolitafuta. Ndio ninaosharia mno. Niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake.
Mungu anapatikana katika hekalu lake. Amen. Niguo hoye Ngai na wĩrirĩrie. Akuhe grace ya kũmũcaria. Akuhe grace ya gũikara gwake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kama hivi Daudi alikuwa na shauku na Mungu anaonekania. Hata wewe ukiwa na shauku ya kutafuta Bwana, lazima neema itashuka katika maisha yako katika jina la Yesu. Na neno hilo ndio nataka tuingie katika nalo kwa maombi. Asubuhi ya leo tunapomalizia ibada hii, tuambie Bwana, sasa tusaidie Bwana. Tupe neema ya kukutafuta. Kama hivi Daudi ako na shauku ya kukutafuta, hata na sisi Mungu tuko na shauku ya kukutafuta. Tusaidie na neema yako. Nigetha tuhote gugucaria. Nigetha tuhote gwikira kio thĩinĩ wa ũhoro wa gugucaria. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Sisi tusimame watu wa Mungu, tuingie katika maombi. Na tuingie na hilo neno ambalo Daudi amesema hapa katika kitabu hiki cha Psalms 27 verse 4. Ambalo anasema jambo moja ninalomwomba Bwana. Si hata wewe uende mbele za Bwana umuombe jambo moja. Na jambo hili utamwomba Bwana ni hili, ndilo utaweza pia kulitafuta. Niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yako. Yaani usiwahi hata kubackslide. Usiwahi rudi nyuma katika hali ya kumtafuta Mungu. Utule kwa Ngai. Ndukanaeginya gugacoka na thutha. Ona thikwimwe utungata-inĩ ũrĩa Ngai agũkũhete. Ũkũcaria kũrĩa ũcaragia Ngai. Ndukanakinye handũ ucoke na thutha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Akauga atĩrĩrĩ, siku zote za maisha yangu ni utazame uzuri wa Bwana. Siombe Bwana uanze kutazama uzuri wake sasa. Ukiutazama uzuri wa Bwana, ukiuona uzuri wa Bwana, maombi yako itajibiwa. Mambo yako itakuwa mazuri katika jina la Yesu. Na kumtafuta hekaluni mwake. Amen. Waambie Bwana, nisaidie Bwana. Niwe nakuja hata katika hekalu yako, hata wakati hakuna ibada na kuja kukutafuta, hata wakati sio siku ya ushirika na kuja hekaluni mwako kukutafuta katika jina la Yesu. Waambie Bwana, nipe neema. Siku ya leo nipe neema Bwana. Nipe neema ya kukutafuta. Sitaki kukaa vile ni kawaida Bwana. Nahitaji neema. Neema ya kukutafuta Bwana. Niwe na bidii ya kukutafuta. Nikutafute kwa moyo wangu wote. Katika jina la Yesu. Nayo mambo makubwa itendeke katika maisha yako. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Asante Bwana wa majeshi. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakuinua, tunakushukuru. Tunakuinua, tunakupa sifa. Asante kwa neema yako Bwana. Asante kwa baraka zako. Asubuhi ya leo Mfalme, tunaomba utupe neema ya kukutafuta. Neema ya kukutafuta Bwana. Tukutafute kwa bidii. Tukutafute kwa mioyo yetu yote. Tukutafute Mfalme wa wafalme. Maana umesema tukikutafuta tutaweza kukuona Bwana. Tunatamani kukuona katika maisha yetu. Hatuwezi tukakuona Bwana kama hatujakutafuta. Siku hii ya leo Jehova, tunaomba ya kwamba utusaidie. Tunaomba ya kwamba utuwezeshe kukutafuta kwa bidii, kukutafuta kwa mioyo yetu yote katika jina la Yesu Kristo. Naombea watu wako Bwana siku ya leo. Wape neema. Neema ya kufunga, neema ya kusoma neno, neema ya kutoa mali zao, neema ya kusaidia watu wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mtakatifu, na hakuna mwingine kama wewe. Jioni ya leo Bwana wa majeshi, tunakuja mbele zako Bwana, tukiomba utusaidie Bwana, tupate neema hii. Oh my God, neema ya kukutafuta. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wewe ni mwaminifu na wewe ni mtakatifu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Sifa zote ni zako Bwana. Utukufu wote ni wako my Father. We worship your holy name. We praise your holy name. Katika jina la Yesu Kristo. Toa mkono wako mwambie Bwana, nisaidie siku ya leo Bwana. Nisaidie Bwana nikutafute. Kama zamani vile nilikuwa nakutafuta. Nisaidie Bwana nisikutafute kwa kusema tu. Raga ya rote hivi.
agũteithie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kana rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũgĩe na ũhoro wa kũmũcaria ngoro yaku yene, wĩrutĩire kuma ngoro-inĩ na akĩonekane mũtũrĩre-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kuna watu ambao Mungu walikuwa wanamtafuta Mungu hata kwa mali zao, lakini siku ya leo walifika mahali wanasikianga watatoa kitu kwa ufalme wa Mungu. Wanasikia kusukumwa kwingi, wanasikia shida nyingi. Hiyo ni neema iliyotoka. Ambia Mungu akupe neema ile. Ambia Mungu natamani ile neema irudi katika jina la Yesu. Kuna watu walikuwa wanafunga hata siku 7, lakini saa hii wao wanajaribu kufunga hata siku 1, wanashindwa. Neema ndio iliisha. Ambia Mungu nirudishie ile neema. Ambia Mungu nirudishie ile neema. Neema ya kuomba, kukutafuta na maombi. Na watu walikuwa wanasoma neno, lakini siku ya leo wanafunguanga Biblia, wanaanza kusinzia, usingizi inakuja tu. Neema ndiyo iliisha. Neema ndiyo iliisha. Ambia Mungu akusaidie. Ambia Mungu akusaidie. Ambia Mungu akusaidie. Ile neema iweze kurudi. Ile neema iweze kurudi. My Father, my God. Natangaza neema ikarudi. Natangaza neema ikarudi. Natangaza neema ikarudi. Inua mkono wako kwa Bwana. Neema ya kuomba ikarudi. Neema ya kumtafuta Mungu ikarudi. Leo tulidikagererio leke. Tulidikagererio weka kanisa tena. Tulidikagererio wadi kwa tena. Todo neema ya Kai imeshuka juu ya maisha yako. Imeshuka juu ya maisha yako. Inakataa roho ya backslide. Inakataa roho ya kurudi nyuma. Ninakemea roho ya kurudi nyuma katika jina la Yesu Kristo. Oh my God. Oh my Father. Neema ikutoshe. Neema ikutoshe katika jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana. Pokea neema ya Bwana. Pokea neema ya Bwana. Kuanzia saa hii. Kuanzia saa hii neema irudi juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Umefunguliwa. Umefunguliwa. Vifungo zingine zilikuwa zinakufunga. Unashindwa kumtumikia Mungu. Umefunguliwa. Umefunguliwa. Katika jina la Yesu. Receive that grace. In the mighty name of Jesus. Inua mikono yako kwa Bwana. We worship you, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you all the glory. In Jesus name. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na kuliinua jina lako. Asante kwa sababu ya neema yako ambayo umetuachilia siku ya leo. Neema ya kukutafuta. Twagucokeria ngatho Mwathani. Tondu kuma ũmũthĩ tũtigũcoka kũng'ang'ana. Tũtigũcoka kũringĩrĩrio gũgũcaria. Ĩndĩ Ngai tũrĩgũcaragia na kĩyo gĩothe. Tũrĩgũcaragia na ngoro citũ ciothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Natangaza vifungo zote zilikuwa zinafunga watu wako. Zinazuia watu wako wakose kukutafuta. Vifungo hizo zote nazikemea na kuzimaliza saa hii. Katika jina la Yesu Kristo. Cioho andũ aku. Makaremwo nĩ kwĩhinga. Cioho andũ aku.
makare mwone guthoma kiugo giaku cioho andu aku makare mwone guka nyumba yaku gucaria ndaciananga ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Nasema wote wamefunguliwa, nasema wote wakuwe huru kuanzia saa hii. Neema limeshuka ndani yao katika jina la Yesu. Uinuliwe Bwana na utukuze, maana wewe ni Mungu. Tunakupa sifa, tunakupa utukufu katika jina kuu la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Amen.